call me Christine Kambua, msikilizaji, na ndani ya Msumari Moto asubuhi ya leo wacha tuzungumze kuhusiana na mambo tu mawili matatu ambayo yameweza kuunfold throughout the weekend kwenye ulingo wa siasa. Sawa sawa. Now mambo mengi yamefanyika. Tumeona rallies za Linda Mwananchi, tumeona kiongozi wa DCP akizungumza, tumeona Deputy President Kindiki akizungumza. And kuna mambo tu ambayo yameweza kutokea. Niliona kule upande wa Shamahoho. Kunaitwa hivyo. Shamahoho. Kule upande wa Vihiga. Niliona kule concert iligeuka ikawa reggae ghafla. Wakaanza kuimba One Love kidogo kidogo, lyrics zikabadilika. Nikaona kule upande wa Kiharu watu baada ya kumaliza mkutano pale wakaanza kuchoma zile branded merchandise pale wakizichoma. I don't know. Nikaona pia kiongozi wa DCP akazungumza, Rigiji akasema kwamba watu wa Mount Kenya, jamani, ukiona mwanasiasa ambaye kidogo anataka kukulipa ili ufanye ama uhudhurie zile mikutano yao, zile campaign zao pale, alikuwa anaambia watu don't be cheap, kwa sababu kuna watu tu kazi yao ni kulipana kutoa pesa. Alikuwa anawaambia charge expensively, usihurumie mwanasiasa. Kwa nasema ukiulizwa pale, wewe itisha pesa ya maana. Ambia mboka ni mboka. Again, nikaona kule upande wa jana by the way, upande wa Kisumu kulikuwa kumewaka. Mara asubuhi kuna wanabodaboda walipita wakisema two term. Baadaye kwenye mikutano ya Linda ama mkutano wa Linda Mwananchi, nikaona pia watu wako pale, na inasemekana kwamba hadi kuna wengine ambao walikuwa na chant two term nyakati za asubuhi, baadaye wakaonekana kwa mikutano ya Linda Mwananchi wakichant one term. Okay, whatever term you want, that is upon you. Sawa sawa, bora ikuwe peaceful. Kila mtu ako na opinion yake, kila mtu ako na mambo yake ambayo anataka kufanya, ama kiongozi wake ambaye anataka kumchagua. And huwezi lazimisha mtu amchague mtu ambaye hamtaki. Lakini mimi swali langu ndani ya Msumari Moto, msikilizaji, asubuhi ya leo, I just want to know, do you think we are headed to the right direction towards 2027 general election? Unahisi kwamba tuna mwelekeo mzuri, ama mahali ambapo siasa zetu zimefikia sasa hivi tumeshika mwelekeo mzuri kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027? Hebu tuzungumze 0719012700. SMS line yangu iko wazi 22277. Kazola Dan. Kambua. Yes, good morning. Morning too. Karibu. Uko aje? Niko fiti kabisa. Wewe uko aje? Mimi niko fresh, niko fiti bwana. All right, karibu sana. Sasa Kambua. Yes. We are not heading at a good direction. Okay. Hii direction yenye tuko nayo right now inaonekana ni kama watu tumechanganyikiwa. Sababu ukiangalia one term, two term, alafu ni kuimba tu kusababisha machafuko na kumaliza siku ikiisha watu wameumia. Hiyo ni watu tunaelekea. Inakuwa ni kama watu ambao hatukielewi hata kidogo, wakati ambapo tunaanza kujipanga 2027 na watu hawajielewi waende wapi. Ingekuwa saa hii watu wanaongelea mambo na maendeleo yenye wamepata na wanaanza kujiuliza tutafanya. Lakini saa hii hakuna mambo kama hayo. Hatuulizani mambo kama hayo. Tunauliza tu ni tu kama one time. Tunaulizana tu huyu mtu ni ovyo, huyu mtu sijui amefanyaje. Hiyo kitu haitupeleki popote. Mahali tunapelekana tu saa hii penye tuko hivi Kenya hii, hakuna hii direction bwana, lazima tubadilike, na tusipobadilika tutaenda kurudia tu mambo yanayoendelea kufanya.
Alright, sawa sawa. Ni Kazola Dana, msikilizaji. Victor. Hello. Christine Kambua Kastiri. Yes, mambo vipi? Niko poa sana na huku. Mimi niko fiti. Karibu. Nimekaribia sana. Alright. Sasa hii mambo ya tu ni kama itakuwa mbaya sana juu sasa kama ikianza saa hii kwanza ni bado kulikuwa miaka 3 kulikuwa kushawaka. Maisha next year tutakuwa kibaya sana. Alright, sawa sawa. Huyo ni Victor. Levi moja. Niko na David, nimerudi tena. Mambo vipi? Mambo freshi. Karibu tena. Niko Busia beka hapa. Ndio ndio hivi. Kwa Kristo unaona nini? Tangia tulipoanza kuchagua marais pale, wa kwanza, wa pili, wa tatu, ile rais yule anaingia mwananchi atakomplain mbaya. Okay. Sasa mimi nataka niseme hivi, direction kwanza iko sawa. Okay. Tukikuja kwa mambo ya president pale, unajua president kama babu pale mzazi pale kwa nyumba. Ndio. So kuna mambo yale inafaa kiende polepole pale, hata ukimwomba baba akufanyie mambo mengine hivi ama akushughulikie, lazima uwe na utaratibu kidogo, mambo ni polepole. Okay. Hata kama ni kazi naona huyu jamaa anapiga tu kazi. Maana unajua tayari tulifuatilia tu kazi yenye president anafanya. Ni mingi sana. Huyu president anafanya kazi bana. Wacha tumpe muda, hata kama ni mambo na mafuta itarudi chini tu. Pamoja hadi tamati bana Kristi. Alright, sawa sawa. Huyo ni Levi mmoja, Radio Maisha. Hello. Kambua. Yes, vipi? Poa, wewe mseo. Ni mseo pio naku? Ni mseo mwana. Haya, karibu. Asante. Ndipo mtu kama niko chako. Alright, karibu sana. Asante. Wacha niseme Kambua. Ndio. Kwa hakika tuelekee mahali pazuri. Okay. Maana kila kiongozi anafaa apatiwe mahali popote anaenda. Apatiwe ruhusa aende na asikizwe. Okay. Hata kama mpendi msikize. Na hii waziri wa usalama huko mimi. Ndio. Kwa hakika wajibike. Okay. Hawa wanatekeleza nguli. Ndio. Atambani kama wako kwa serikali ama kwa upinzani. Ndio. Achukuliwe hatua inayofaa. Maana ikiwa wanaeneza hiyo puni. Maana kama ni wananchi Kambua. Yeah. Wananchi wanapendana. Ndio. Na sioni maana yoyote achukuliwe apamie mwingine. Okay. Kwa sababu ya siasa. Alright, sawa sawa. Asante. Anasema kwamba kiongozi wa usalama ama CS Interior anafaa kuwajibika. Iwe hawa gunzi wanatoka kwa serikali ama wanatoka kwa upinzani ama wanatoka kwa mwanasiasa yupi, wanafaa wawajibishwe. Ndio ujumbe ambao wameweza kutoa pale. Radio Maisha. Hello. 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 Amukiata. Nesa. Kuna amukia mzame mdogo. Elia nikiwa hapa Firu. Okay, karibu sana. Mimi nasema. Yaani mimi sioni tukienda at night election 2027 election. Kwa nini? Sababu vile kama vile huko Kisumu kulikuwa. Unasikia kuna kupitiana mara ati msikanyange huku, mara kuna magugu yalionekana na mipigi na magebe. Ndio. So hiyo kitu mimi naona kama itakuwa mbaya 2027 itakuwa kufuli. Alright, sawa sawa. Leonard. Hello Radio Maisha. Hello, mambo vipi? Poa sana. Karibu, ni nani kutoka wapi? Mimi Ruth shabiki mgeni. Alright, karibu sana. Napongeza tu kipindi. Okay, sawa sawa. Asante sana. Radio Maisha. Hello. Hey Kambua. Hey, mambo namna gani? Niko fiti, salama kabisa. Wewe?
Ambao nikakutafuta kama shilingi ama namba yangu ndio hauna, labda nimekutafuta sana sister yangu. Ndio mimi huyu nimepatikana jamani. Na unaangalia tu simu yangu tu ni kama unasema namna gani, lakini nashukuru Mungu nimeingia. Siwezi fanya hivyo. Karibu sana. Lakini hiyo namba ni ukue nayo, ni kama una nini Elijah nikiwa maeneo ya Naroko. Producer, naomba usave namba ya Elijah tafadhali. Alright, karibu. Sasa Kambua, kusema ukweli Ndio. bado tuko na mwendo sana. Tukifikia bado tuko sana. Juu ukiangalia wanasiasa wa Linda Mwananchi, ukiangalia na Linda Ground, na unaona 2027 bado sana. Inafaa hawa watu wa Linda Mwananchi na Linda Ground waongee, wasikizane, wakue pamoja, watengeneze muungano wa Azimio ukue venye ulikuwa wakati wa baba. Naona kama hawataungana bado wangali na mwendo. Alafu Kambua, kabla niende, Yes. Ujumbe walikuwa wamenipea hapa Naroko Ngoswani hapa town kinyozi. Wanasikiza sana, wanapenda Radio Maisha sana. Na hii shule ya test ni hapo. Kuna watoto wanapenda kusikiza hii nini Maisha, nuru ya lugha, sio wagua na nani wananiambia hivi. Wangependa sijui anakuanga Dalmas sijui na nani. Wanapenda sana kusikiza hii nini ya nuru ya lugha, kipindi cha nuru ya lugha. Wanapenda Kiswahili sana. Alright, sawa sawa. Wasalimie, waambie tunawapenda sana na asante. Jose Waruaka. Hey Kambua, good morning. Good morning. How are you? I'm good. Kambua, nimekutafuta. Ndo mimi huyu, finally umenipata. Nimekupata, nimefurahia. Kwanza pokea salamu zako. Nimepokea. Za kutoka Silas. Aitwa Silas Wanyonyi, nilimpata huko Banana. Nimesalimika sana jamani. Kaniambia nikusalimie sana. Okay. Sasa kwenye Msumali Moto. Ndio. Sasa hizi ni siasa. Sijui kama sasa wanasiasa wetu wamechukua siasa zetu sasa wamezibadilisha, ama sijui kama huo ndio mkondo sasa wa kuenda. Okay. Lakini hiyo sio njia mzuri ambayo tunaelekea. Okay. Pale ambapo hakuna mwanasiasa ati anaweza fanya tu siasa zake na amani. Ndio. Na hasa ambao wanapinga serikali, juu hakuna wakati utaweza sikia ati wakati serikali mahali tuseme kama rais wetu mahali ambapo hapo. Ndio. Kama mahali wafuasi wake wako, hakuna kwenye umesikia kuna mambo kama hakuna amani. Okay. Lakini kama wewe unapinga serikali, sasa ni jukumu tu la serikali na wizara ya usalama. Wahakikishie watu wote kuwa wako salama, juu sasa kama mambo kama haya yameanzia sasa hivi Kambua, na hata IBC wenyewe hata wajatangaza mambo na siasa, sasa itakuwaje? Alright, sawa sawa. Asante sana Jose Waruaka, na kwa simu yake utaniruhusu nikome hapo msikilizaji. Ni kwamba hapa kitu ambacho kinasumbua watu sana ni masuala ya usalama. Na kwa wanasiasa tu ambao wote wanawania viti tofauti vya kisiasa, tafadhalini, hili ni ombi kutoka kwa Wakenya. Si usalama udumishwe. Wanasiasa waache kutumia goons, wanasiasa waache kutumia vijana vibaya kwa sababu ya kuwalipa tu hela kidogo. Na wewe kijana ambaye unatumika vibaya, tafadhali think about your life. Fikiria watu ambao labda ukija ukashikwa, ukapigwa ama ukafanyiwa kitu, watu ambao utawaacha vipi? Utawaacha na shida kwa sababu tu ya pesa kidogo. Jamani, tuwajibike na sote tujenge taifa letu. Hii ni Starabika, mimi unaniita Christine Kambua. Ndio mwisho wa Msumari Moto.